Zogo lilizuka katika barabara ya Webuye kuelekea Malava pale polisi walipowakabili viongozi na wakulima waliokuwa wakiandamana kupinga kukodishwa kwa kampuni ya sukari ya Nzoia. Maandamano hayo yamejiri siku chache baada ya mwekezaji Jaswant Rai kutia saini mkataba wa kusimamia kiwanda hicho kwa kima cha shilingi milioni 5.6. Waandamanaji wanadai serikali imekiuka agizo la mahakama lililositisha kukodishwa kwa kampuni ya Nzoia. Hali ya mshike ilishuhudiwa katika barabara kuu ya Webuye kuelekea Malava, ambapo kiongozi wa chama cha DAP-K wakiongozwa na Eugene Wamalwa, gavana wa Trans Nzoia George Natembeya na mwanasiasa Cleophas Malala waliongoza waandamanaji kupinga ukodeshaji wa kampuni ya sukari ya Nzoia. Polisi wakijibu nyimbo na kelele za waandamanaji hao kwa vitoa machozi. Waandamanaji nao wakiapa kuwa hawataruhusu kiwanda hicho cha sukari kutekwa na mwekezaji wa kibinafsi. Hii court order ilizuia waziri na serikali ya Ruto kuuza mashini yenu ya Nzoia. Sasa leo tuko hapa kuambia Rai, kama wewe umekaidi amri ya mahakama, if you bwana Rai, you have defied the court order, we declare you persona non grata, usikanyage hapa kwetu. Anaweza kutumia polisi saa hizi aingizwe pale ndani na nguvu, lakini ajua wakati tunachukua tamu ya uongozi tutamfukuza hata kaa hapa. Tumeelewana watu wetu? Hatuwezi kulazimishiwa investor ambaye anakuja kuharibu mali yetu. Rai akiingia katika hiki kiwanda, kitu ya kwanza anafanya anaenda kufunga factory. Atakuwa anapeleka miwa West Kenya, hatakuwa anasiagia hapa. Na atakuwa ameumiza watu wa Bungoma. Maandamano ya leo yakijiri siku chache baada ya mfanyabiashara Jaswant Rai ambaye ni mwenyekiti wa kampuni ya West Sugar kuchukua usukani wa Nzoia baada ya kuwekeza shilingi milioni 5.6 za kukarabati kiwanda hicho na kuimarisha shughuli zake. Wakulima wa miwa wakihaidiwa kulipwa masalia ya mishahara yao kwa kima cha shilingi milioni 200. Hauwezi peana shamba yetu kwa shilingi 50,000 peke yake. Sisi tunasema hii court order ni lazima itimizwe. Haimaanishi kwamba kama kampuni ya serikali inafanya vibaya inauzwa. Kenya Airways haifanyi vizuri, KVDA haifanyi vizuri, mauniversity za Kenya hazifanyi vizuri. Hata serikali ya Kenya kama kuna kitu takana kukua list ni serikali ya Kenya, si ndio? Imekuwa list. Viongozi hao walishtumu polisi kwa kukiuka haki zao, wakisisitiza kuwa katiba imewapa haki ya kuandamana. Katiba ya sasa inapatia mwananchi uwezo wa kufanya kila anataka, bora tii sheria. Maandamano hayo yalisababisha msongamano mkubwa wa magari katika barabara hiyo. Emily Chebet, Runinga ya Citizen.